Wawili wao walipatikana kando ya mto, wakicheza mchezo wa kuruka mawe. Wakati huo, Do Yin aliugua ghafla kovu kwenye mkono wa Eunbi, moja ambayo Eunbul hakuwa nayo kamwe, huku Eunbi akijaribu kueleza kovu hilo. Deon alianza kujua kama mtu aliyekuwa mbele yake alikuwa kweli ni Eunbul. Ingawa kidogo alichanganyikiwa, bado alichagua kuamini kuwa Eunbul huyu alikuwa wa kweli. Alisema hivyo kwa sauti, lakini moyoni mwake kulikuwa na machafuko. Hali ya Eunbi haikuwa bora zaidi. Alihisi mara kwa mara kuwa alikuwa tu mwakilishi wa dada yake. Akiona hili, mama yake alipendekeza ahamishiwe shule ili aanze maisha mapya. Siku iliyofuata, wakati wa chakula cha mchana, Eunbi alimuuliza Songjo kama alikuwa amefanya mahojiano kwenye kampuni ya familia ya Soyoung. Bila shaka, Soyoung alisikia na mara moja alionekana ana wasiwasi. Baada ya chakula cha mchana, alinyemelea kwenda maktabani kupigia mjomba wake simu, akimwagiza ajifanye kuwa anamhoji Songju na kisha atafute sababu ya kumkataa. Bila yeye kujua, Eunbi alisikia mazungumzo yote. Alimwonya Soyoung asimdhuru Songju. Soyoung aligundua Do Hyeon amesimama nyuma yake, hivyo akasema kwa makusudi kuwa Eunbul alikuwa kama Eunbi, hata tabia zao zilikuwa sawa. Kisha akajifanya kumwona Do Hyeon, akionyesha fahari kabla ya kuondoka kwa ushindi. Ingawa Do Hyeon alisikia kila kitu, hakukishughulikia. Alimkumbusha tu Eunbi kuwa walikuwa na mipango kwa jioni hiyo. Darasani, Eunbi hakuweza kupata daftari yake ya historia. Akikumbuka maneno ya Taekwon kuhusu Soyoung kulinganisha maandishi yake, mashaka yake yote yalimwelekezea Soyoung, lakini bila uthibitisho, aliacha. Baadaye, wakati wa darasa la mazoezi, Soyoung alitumia maumivu ya tumbo kama sababu ya kurejelea darasani kwa siri. Wakati huo huo, Eunbi alimwonya Songju awe makini na Soyoung, lakini Songju alikataa kusikiliza kwa ukaidi. Baada ya darasa la mazoezi, ghasia zilizuka darasani. Kompyuta za watu wote zilikuwa zimeambukizwa na virusi ghafla. Walipokuwa wakiogopa kutoweza kuwasilisha kazi zao za kikundi, mwanafunzi mmoja alionyesha kuwa Soyoung ndiye pekee ambaye hakuwepo wakati wa mazoezi ya mwili. Alikataa, akidai kuwa alikuwa kwenye zahanati. Wakati huo huo, Do-yoon alikuwa akifanya mazoezi bwawani. Kisha Do-yoon alikumbuka kitu ghafla. Alikuwa amesema hapo awali, kama angekuwa na dada mpacha na waende shule pamoja, ingekuwaje? Ikiunganishwa na maneno ya Soyoung kwenye maktaba mapema, mashaka katika moyo wa Do-hyun yalikuwa zaidi. Jioni hiyo, Eunbi na Do-hyun walienda kutazama sinema pamoja, lakini kwa sababu ya mashaka yake, Do-hyun alionekana kuwa anajitenga naye. Eunbi alionekana kuwa amehisi pia. Baadaye, Do-hyun alimchukua dukani la wanyamapori wa kufunga. Alipoona jinsi Eunbi alivyopenda sana hiyo mifuko, Do-hyun alikumbuka jinsi Eunbul wa zamani alivyokuwa akiwachukia, na hii ikamchanganya zaidi kuhusu rafiki yake huyu. Walipokuwa wakirudi nyumbani, wakishikilia dubu za kufunga, walikutana na Taekwon njiani. Baada ya Eunbi kupanda basi, Taekwon alimwambia Do-yoon kuwa Eunbi alimhitaji zaidi kuliko alivyomhitaji Do-yoon wakati huo, na hii ikaimarisha mashaka ya Do-yoon yanayoongezeka. Asubuhi iliyofuata, kila mtu darasani alijua kuwa Soyoung alikuwa amesema uongo. Licha ya juhudi za Soyoung za kuelezea kuwa hakugusa kompyuta, hakuna aliyemwamini. Baadaye, walipata daftari la historia la Eunbi kwenye begi la Soyoung, na hii ikafanya darasa lipate mashaka zaidi kuhusu tabia yake. Hata Eunbi mwenye upole alisikia kuwa Soyoung anastahili hivyo, na hii ikamkasirishia, ingawa hakuweza kufanya kitu. Usiku huo, Eunbi alipokuwa akijiandaa kulala, alipokea ujumbe mwingine kutoka kwa Sojin, na hii ikamfadhaisha kabisa. Wakati huo huo, nyumbani kwa Soyoung, alipokea matokeo ya uchambuzi wa maandishi, yakionyesha kulingana kwa 95% kati ya maandishi ya Eunbi na Eunbil. Tabasamu la kiburi likalipuka usoni mwake, kana kwamba alikuwa tayari amehakikisha ushindi wake. Asubuhi iliyofuata, Eunbi alimwona Do-yeon akifika kwa wakati, lakini alikataa kupanda basi. Akifikiri amebadilika, machozi yakalimwagika usoni mwake. Shuleni, Soyoung alimvuta Eunbi pembeni hadi pembe na kumwonyesha matokeo ya uchambuzi. Baada ya hapo, Soyoung alidai kwamba Eunbi akiri na atoweke mbele yake. Bila kutarajia, Eunbi alibishana, na hii ikamwacha Soyoung hajui la kufanya. Do-yoon alijaza mawazo yake ya machafuko kwa kuogelea bila kukoma, tu akakaririwa na kocha kwa kujisumbua sana. Alipokuwa akibadilisha nguo kurudi nyumbani, Do-yoon alipokea ujumbe wa ghafla kutoka kwa Soyoung. Ilikuwa picha na kitambulisho cha mwanafunzi cha wakati Eunbi alipokuwa bado kwenye yatimani. Do-yoon hakuweza kuamini macho yake. Je, ingewezekana kweli kuwa Eunbul alikuwa na mpacha sawa kabisa? Baadaye, Do-yoon na Eunbi walikutana tena jioni nzuri. Walipokuwa wakitembea, Eunbi alimgeukia Do-yoon na kusema kuwa alikuwa amerudisha baadhi ya kumbukumbu zake muda mfupi uliopita. Do-yoon kisha alimwomba atimize dua aliyomwahidi mapema. Alitaka awe kweli Eunbul aliyemjua. Lakini Eunbi angeweza tu kuomba msamaha. Akikasirishwa na jibu lake, Do-yeon alidai ajue kwa nini alimhadaa na kuuliza ni nani kweli. Eunbi hakujua la kusema wakati Taekwon alitokea na kujaribu kumvuta, lakini Do-yeon alimshika kwa ukaidi. Baada ya kufikiria kwa muda mrefu, Eunbi aliamua kuacha mkono wa Taekwon.
Kisha yeye na Do Yeon waliketi pamoja. Alimkiri Do Yeon kuwa hakuwa Eunbyul. Bado Do Yeon hakuweza kukubali ukweli huu, ingawa Eunbi alihisi hatia kuu kwa kumvunja moyo na kumuumiza sana. Kwa kutoweza kuuchakata kikamilifu, Do Yeon alimwambia Eunbi anahitaji muda wa kufikiria. Siku iliyofuata shuleni, Eunbi alijua kuwa ni Soyoung aliyemwambia Do Yeon ukweli. Wakati huo huo, baada ya siku za kusubiri, Songju hatimaye alipokea ratiba ya mahojiano. Soyoung aliharakisha, akijifanya anaomba msamaha wa uongo, akisema alikuwa ameshughulika sana na kulazimika kumsihi mjomba wake akubali. Hii ikamfanya Songju ahisi kama Soyoung ndiye rafiki bora aliyekuwa naye kamwe. Upande mwingine, Do Yeon aliruka mazoezi na kubaki nyumbani, akitazama picha za utotoni wao wawili, hajui jinsi ya kukabiliana na ukweli huu. Baada ya hapo, Do Yeon alikwenda kwa mama ya Eunbi kuuliza kuhusu kila kitu na alimwambia ukweli kwa uwazi. Alielewa hali ya akili ya Eunbi wakati huo na alitaka kuhamia na kubadilisha shule ili Eunbi asiishi kama Eunbul tena. Shuleni, uso wa Eunbi ulikuwa umepauka na haukulunguka. Kwa bahati nzuri, Taekwong alikuwa hapo daima kumfurahisha, hata akiagiza chakula kwa ujasiri. Wawili walikula pamoja, wakionekana wamefurahia. Kuhusu hitilafu ya kompyuta, rais wa darasa alikiri kuwa ni yeye aliyefanya. Kompyuta yake mwenyewe ilikuwa imevunjika, na bila kutaka kupunguzwa alama, alikuwa ameharibu wengine wawili kwa mchezo tu. Alikuwa tayari kukubali adhabu yoyote. Mwalimu mkuu alimfundisha kuhusu matokeo ya kusema uongo na kumshauri aache kabla haijachelewa. Wakati huo huo, Songjo alikuwa kwenye mahojiano yake. Waamuzi walionekana wamefurahishwa sana na utendaji wake. Kurudi shuleni, Eunbi alishiriki mipango yake na Taekwang. Baada ya kumshinda Soyoung, Eunbi alipanga kuhamishiwa shule. Kuona Taekwang akitembea kwa kiburi kumchukiza, kwa hiyo alimpa kipigo cha mchezo. Jioni hiyo, baada ya kutazama medali ya Do Yeon kwa muda mrefu, Eunbi aliamua kupanda basi kurudi makwao. Kwa bahati mbaya, Do Yeon pia alikuwa amenunua tikiti ya kutembelea mahali ambapo majivu ya Eunbyul yaliwekwa. Alishangaa kuona medali imewekwa vizuri karibu na chombo chake. Eunbi alipotoka kwenye majengo ya kuchoma maiti, alikutana na baadhi ya watoto kutoka yatimani waliokuja kumtembelea. Machozi yalijaa machoni mwake alipowaona na wamemkumbuka daima. Do Yoon aliona onyesho lote lakini alibaki kimya, akichunguza bila kuonyesha hisia zoyote. Katika safari ya kurudi kwa basi, msichana mdogo alimrarua mkono wa Do Yoon kwa makosa. Aliomba msamaha na kumwekea bandiko, na hii ikamkumbusha wakati alipokuwa mdogo. Baada ya mama yake kufariki, Eunbyul alikuwa amefanya hivyo kumfariji. Do Yoon alitazama ghafla kushoto na kushangaa kumwona Eunbi ameketi kwenye basi linalowakabili. Lakini basi lake lilipovuta nyuma, macho yao yakapotana tena. Do Yoon aliulia machozi machungu, akiliomboleza uchungu wa hatima yake. Kurudi nyumbani, yeye na baba yake walishiriki pombe chache kumwaga mioyo yao. Wakati huo huo, Eunbi alilala usiku mzima na kuamka baadaye tu, akihisi kidogo ametulia kuona mama yake daima pembeni mwake. Shuleni, Seongju alijivunia kwa Eunbi kuwa amepita jaribio, akionyesha kukatishwa tamaa kwamba Eunbi hakumuunga mkono. Darasani, mwalimu mkuu alitangaza kuwa uchunguzi wa tukio la kompyuta utafungwa kwa kukosa ushahidi, akiongeza kuwa hakutaka wanafunzi washukiane. Eunbi alikuwa amechoka sana hadi akahisi mgonjwa, na tabia ya baridi ya Do Yeon ikafanya moyo wake uume zaidi. Haijalishi jinsi mambo yalivyoendelea, Taekwong alikuwa daima hapo, kimya akimtunza. Do Yeon alifanya kwa umbali na kutojali. Yeye pia alitembelea kwa siri zahanati kumtazama Eunbi kabla ya kuondoka. Baada ya kupona ugonjwa wake, mwalimu wa mwanafunzi alimuona na kumtia moyo Eunbi, na mwalimu huyu alibadilika kuwa dada mkubwa wa Sojin. Baada ya shule, Eunbi alikuwa akirudi nyumbani na rafiki yake wa karibu wakati Taekwong ghafla alimnyakua. Alimchukua mahali pa giza, kisha akamuongoza juu ya paa kutazama jiji usiku. Hapo, Taekwong alimuita kwa urahisi Eunbi, na alikuwa ni pekee aliyejua utambulisho wake wa kweli, lakini hakubadilisha jinsi alivyomuona. Kwa hiyo Taekwong, awe anaitwa Eunbi au Eunbyul, haikuwa muhimu. Kile kilichokuwa muhimu ni kwamba alikuwa tayari ameangukia mtu huyo. Asubuhi iliyofuata, Do Yoon alipokuwa akienda kwenye mashindano, Soyoung alimzuia. Alikumbuka kile mama ya Eunbi alichosema kuhusu jinsi alivyokonywa hadi kukata tamaa katika shule yake ya zamani. Kwa hiyo Do Yoon alimwambia Soyoung kwa uwazi kuwa alionekana kusikitisha kweli. Wakati huo huo, mwalimu mkuu alipata makala kuhusu Soyoung kumkandamiza mwanafunzi hadi kuruka daraja. Na bila shaka, shule nzima hivi karibuni ilijua kuhusu hilo. Kila mtu alimchukia Soyoung, ikiwa ni pamoja na Songju, ambaye alikuwa daima akimhesabu rafiki mzuri. Taekwon, hata hivyo, alishuku kuwa Eunbi ndiye aliyevuza makala. Aliogopa kwamba mara anapomshinda Soyoung, angehamisha shule na kuondoka. Kutokutaka kumpoteza, Taekwong alimsihi Eunbi abaki imara na kudumu katika shule hii. Akiwa amekasirika, Soyoung alimtumia Do Yeon ujumbe, akimtishia kufichua siri ya Eunbi kwa shule nzima. Akipuuza kila kitu, Do Yeon aliharakisha kurudi kumzuia wakati akivuka barabara. Alipigwa na gari na kuanguka chini kwa maumivu makali.
Wakati huo huo, darasani, Soyoung alikiri ni yeye mtu katika makala ya ubaguzi wa shule. Wakati huo huo, alifichua utambulisho wa mhasiriwa kwa darasa lote. Kama Soyoung alivyokusudia, kila mtu alishangaa kujua kuwa Eunbi alikuwa amekandamizwa na kwamba yeye na Eunbiel walikuwa sawa. Akiona Soyoung akiendelea kuwa mkali zaidi, Taekwon aliingia na kumtia moyo Eunbi aeleze hali yake ya kifamilia. Wawili walishirikiana kuelewa. Eunbi alipokuwa tayari kuchukua hatua, Do-yeon aliingia mlangoni akienda kwa kidonda. Alikuwa amepanga uhai wake na akaruka mashindano ya mwisho ya kuogelea ili awe hapo. Kwa utulivu, Do-yeon alizungumza kwa niaba ya Eunbi, akielezea kuwa mtu ambaye Soyoung alimuumiza hadi kifo alikuwa dada mpacha wa Eunbul. Wakati huo, Soyoung alijaribu kufichua ukweli kwamba Eunbi hakufa na alikuwa amesimama hapo darasani, lakini hakuna aliamini neno lolote alilolisema tena. Soyoung angeweza tu kuvumilia fedheha ya darasa. Do-yeon alipotoka chumbani, alianguka kutokana na maumivu ya ajali yake ya mapema. Aliletwa haraka hospitalini, lakini utabiri ulikuwa mbaya. Hata kama upasuaji ungefanikiwa na apone, ingemchukua mwaka mmoja kabla ya kuweza kuogelea tena. Baba yake na kocha walikuwa na wasiwasi mkuu, lakini badala ya kumkaririwa au kuonyesha kukatishwa tamaa, baba yake alimtia moyo abaki imara na asifikiria sana. Alimwambia Do-yeon hesabu hii kama pumziko linalostahili baada ya mazoezi yake yote magumu. Wakati huo huo, Eunbi alikuja kumtembelea lakini alisita mlangoni, asiweze kuingia. Mwishowe, alirudi, akiwa na aibu sana kuzungumza ana kwa ana na hata akiwa na wasiwasi wa kutuma ujumbe kumuuliza hali. Siku iliyofuata, Eunbi alirudi kumtembelea Do-yeon. Alikuwa akisita wakati Do-yeon alikaribia kutoka nyuma na kuuliza kwa nini hakuingia ilhali alikuwa tayari hapo. Eunbi alimshukuru kwa kile alichofanya siku iliyopita, lakini Do-yeon alisema kwa ukali kuwa hakufanya kwa ajili yake kabla ya kumwambia aende. Taekwon, ambaye pia alikuja kutembelea, alipata hatima ile ile na alifukuzwa. Do-yeon alishangaa wakati kocha wake alimwambia atalazimika kuchukua mwaka wa kuogelea kutokana na jeraha lake. Kocha alipomuuliza jinsi ajali ilivyotokea, Do-yeon alikataa kuelezea. Eunbi, akisimama nje, alisikia kila kitu na kuhisi kuwa ajali ya Do-yeon ilikuwa ni kosa lake. Akikasirishwa na kila kitu, Do-yeon alivunja chupa ya maji Eunbi aliyomtolea na kumwambia kwa ukali kuwa hataki kumuona, akimfukuza. Taekwon angeweza tu kusimama kimya Eunbi alipolia. Alipochoka kusimama, aliingia kumtegemeza, lakini ilikuwa vigumu sana kumlaumu Do-yeon pia. Alikuwa akitetemeka kutokana na mshtuko wa jeraha ambalo lingeweza kumaliza kazi yake ya kuogelea kabisa, na hii ikamwacha akiwa na hisia za kuvurugika. Katika mzunguko tofauti wa matukio, Soyoung bado hakurudisha nyuma na aliendelea kumlenga Eunbi, tu apokee chochote ila dharau. Bila yeye kujua, Song-jo alisikia mazungumzo haya yote. Song-jo alitambua sauti ya unyanyasaji katika maneno ya Soyoung na akaanza kujitenga naye. Baada ya shule, Eunbi alienda kumtembelea Do-yeon tena. Kama kawaida, Do-yeon alimtupia maneno makali ili kumfukuza. Akiwa na moyo uliovunjika, alikimbia nje na kupitia ufa wa mlango akamimina hisia zake katika mazungumzo ya kibinafsi yakielekea Do-yeon. Kila neno alisemalo lilisikilizwa naye ndani ya chumba, lakini alichagua kukaa kimya. Ingawa alijua Song-jo hakutaka kumuona, Soyoung bado alisisitiza kumkutana naye katika mkahawa. Akitumia udanganyifu wa kutia sahihi mkataba na kampuni ya familia yake ili kumshawishi Song-jo arudi. Hata hivyo, Song-jo alikataa kabisa, baada ya kuona njama ya Soyoung ya kutawanya marafiki. Wakati Song-jo alikuwa anataka umaarufu kwa dhati, hakuwa tayari kuusaliti marafiki wake kwa ajili yake. Akiwa na hasira kwa sababu mpango wake ulikuwa umeshindwa, Soyoung aliomba msaada wa mama yake jioni hiyo ili kumshawishi mkuu wa shule. Asubuhi iliyofuata, mama yake alifika shuleni, akidai mkuu wa shule amfukuze Eunbi. Mkuu wa shule aliahidi tu kupeleleza zaidi na kutoa taarifa baadaye. Wakati wa chakula cha mchana, Eunbi aliketi karibu na Do-hyun kwa makusudi. Marafiki zake walimsaidia kutengeneza hali, wakipendekeza kwamba Do-yeon, akiwa amejeruhiwa, pengine hangeweza kuchukua chakula chake. Lakini Taekwon, asitake Eunbi amfaidhe Do-yeon, aliingia msaada kwanza. Akiwa na hasira, Do-yeon alimfukuza, jambo ambalo lilimkasirikisha Taekwon. Wakati huo huo, katika ofisi ya mkuu wa shule, polisi walikuwa wakipeleleza upya kesi ya Sujin. Faili la kesi lilisema kwamba Inbyul ndiye wa kwanza kugundua tukio hilo, na hivyo mkuu wa shule aliomba orodha ya mahudhurio ya darasa. Mwalimu msaidizi alimletea, na kuona mkuu wa shule akifungua upya uchunguzi wa kifo cha dada yake Sujin, aliridhika. Alipigia simu haraka mama yake kumjulisha. Chini ya shinikizo la mama ya Soyoung, ushahidi wote ulielekezwa dhidi ya Eunbi, na mkuu wa shule akaamua kumfukuza. Sababu za kijinga za mkuu wa shule za kufukuza zilimfanya mwalimu wa darasa asiwe na raha. Kwa bahati, mkuu wa shule aligundua mwanawe alikuwa wa karibu sana na Eunbi, na wazo fulani liliingia akilini mwake. Kwa wakati huo huo, msichana wa ajabu aliyevaa nguo za nyeusi alisimama mbele ya kaburi la Eunbi. Lakini alikuwa nani?
Wakati huo huo, mama ya Eunbi alikuwa akigombana na utawala wa shule kuhusu sababu za kijinga za kufukuzwa kwa binti yake. Akiona mazungumzo hayafai, shule ilichapisha haraka tangazo la kufukuzwa kwa Eunbi. Kwa kushangaza kila mtu, Taekwang alikumbuka kitu alichosema baba yake siku iliyopita, na akawa na uhakika hii ilikuwa imeunganishwa naye. So-young, akiwa na majivuno na ushindi, alimtafuta Eunbi. Akimuona binti yake akizungumza na mtu, mama ya Eunbi alikaribia na kumtambua So-young kama msichana aliyemnyang'anya binti yake hospitalini. Kurudi darasani, kwa kuwa mtu alikuwa amejishtaki kuharibu kompyuta, mwalimu wa darasa alitangaza kwamba hakuna atakayepoteza alama katika ripoti yao. Hata hivyo, darasa liliamini So-young alikuwa nyuma yake. Akiwaona wote wakimshtuku, rais wa darasa, mkosaji halisi, hakuweza kuvumilia tena na akajikiri mbele ya wote, akiomba msamaha wao. Pamoja na hayo, mwalimu wa darasa alimpa adhabu nyepesi, kupanga vitabu katika rafu za maktaba. Ingawa alikuwa bora kimasomo, rais wa darasa alikuwa dhaifu kimwili na akaanguka kwa ujinga rundo la vitabu. Eunbi, akimuona hivi, aliruka kwenda kumsaidia, jambo ambalo lilimgusa sana. Alitaja ovyo siku ambayo Sojin alikimbia kutoka ulimwenguni. Alikuwa amemuona Eunbyul huko, bila kujua kwamba mtu aliyekuwa mbele yake alikuwa Eunbi, si dada yake Eunbyul. Hakutambua Eunbi hakujua kilichotokea kati ya dada yake na Sojin wakati huo. Jioni hiyo, Eunbi alimsubiri Do-yoon kwa makusudi kwenye lango lake. Alimuuliza kuhusu afya yake kwa wasiwasi, lakini Do-yoon alibaki baridi na tofauti. Aliketi huko kwa muda mrefu, akijiuliza kama alikuwa akijishusha sana kwa kufanya hivi. Lakini kwa kuwa kulikuwa na mbu wengi wakizunguka, akaondoka hivi karibuni. Lakini Eunbi hakutambua kwamba Do-yoon alikuwa akimwangalia kutoka juu. Nyumbani, mama yake alikumbuka kwamba So-young kutoka shuleni alikuwa msichana yule yule aliyemnyang'anya Eunbi. Hata hivyo, Eunbi hakumwambia kamwe kwamba sasa walikuwa wanafunzi wa darasa moja, jambo ambalo lilimfanya mama yake kuwa na wasiwasi mkubwa. Hakutaka Eunbi ajipinge na So-young tena, na alimwambia alikuwa anapanga kumhamisha shule. Kubaki katika darasa moja na So-young, aliogopa, kungemfanya kumbukumbu hizo za uchungu ziendelee kumtesa Eunbi milele. Alimshawishi mama yake kwamba alikuwa na kitu kimoja cha mwisho cha kumaliza kabla ya kuhamia. Kwa upendo, mama yake alikubali kwa uchungu. Akifuata mkakati wake, Eunbi alienda nyumbani kwa Do-yeon kila siku na kusimama nje. Baba ya Do-yeon, akimuona akikawia bila kuingia, alimwalika ndani ale pamoja nao. Alijua wawili walikuwa wa karibu tangu utoto, kwa hivyo hakuweza kuelewa kwa nini sasa walikutana kwa kimya. Aliuliza kama walikuwa wakigombana, lakini wote wawili walibaki kimya, bila kusema chochote. Baadaye, baba ya Do-yeon aliwaza kumfuata Eunbi nyumbani. Alimsihi amwalitee Do-yeon zaidi, akiziangalia kwamba hali yake ya kihisia haikuwa nzuri hivi karibuni. Hata aliweka hali kwa kuwasisitiza Do-yeon amfuate nyumbani. Njiani kurudi nyumbani, wawili bado hawakubadilishana hata neno moja. Siku iliyofuata, Do-yeon alikuwa akitazama bwawa kwa kimya, wakati Eunbi ghafla alitokea na kumimina moyo wake, jambo ambalo lilimkasirikisha. Alisema kwamba kuweza kuishi na kukutana na Do-yeon tena kulikuwa ni bahati nzuri katika maisha yake, lakini Do-yeon alimwacha baridi nyuma na kuondoka peke yake. Alipokuwa akienda nyumbani, Eunbi alipokea ujumbe wa haraka kutoka kwa Sojin, akimwomba wakutane darasani. Akiwa na maswali yasiyo na majibu yakizunguka akilini mwake, Eunbi alikwenda shuleni peke yake. Alitembea kwa kimya chini ya ufuato wa giza, wakati ghafla umbo la nyeusi lilimkaribia kutoka nyuma. Baada ya salamu fupi, mtu wa ajabu alimuuliza Eunbi alikuwa amefanya nini siku Sojin aliyokufa, na pia alimuuliza jinsi Eunbi alivyoweza kumwacha Sojin hivi. Umbo hilo lilitaka Eunbi apate hisia sawa, kwa hivyo walimkandamiza darasani na kuondoka. Akiwa na hofu, Eunbi alitoa simu yake kutafuta msaada, tu kugundua imeshachoka. Aliita kwa bidii msaada katika giza la kutokuwa na tumaini. Kwa bahati nzuri, mwalimu wa darasa alimkuta. Alipokuwa akimfuata nje ya shule, walikutana na Do-in akienda nyumbani. Mwalimu alimkabidhi Eunbi ili amfuate nyumbani. Wakati huo huo, Taekwang, asiweze kumfikia, aliwa na wasiwasi na akaharakisha kwenda nyumbani kwake. Kwa mshangao wake, alimuona Do-yeon akiwa na mkono wake ukimzunguka Eunbi, akimleta nyumbani. Wivu uliwaka na ukamfanya Taekwang afanye kwa njia ya kichekesho. Baada ya Eunbi kuingia nyumbani, wawili waligombana kwa muda kabla ya kuondoka. Siku iliyofuata, mwalimu wa darasa alimuuliza Eunbi, lakini hakuona uso wa mtu aliyemfunga ndani. Pia alimwambia kuhusu ujumbe aliopokea kwa jina la Sojin. Akiwa na wasiwasi wake, mwalimu alimfariji Eunbi, akimsihi aze kwa utulivu hadi kila kitu kichunguzwe kwa kina. Baadaye, alipokuwa akipitia video za ufuatiliaji, mwalimu wa darasa alishangaa kugundua kwamba umbo la ajabu lilikuwa mwalimu msaidizi wa darasani. Eunbi pia aligundua kwamba sauti ya mwalimu msaidizi ililingana na ile ya mtu wa ajabu. Akiwa na mawazo, alipokea ujumbe kutoka kwa Taekwang akimwalika dari ya juu. Akijua udadisi wake kuhusu Sojin, Taekwang alifunua kidogo. Injul ndiye wa kwanza kugundua mwili. Baada ya kuondoka dari ya juu, Eunbi alikutana na mwalimu msaidizi tena.
Akisikiliza sauti yake, Umbi alijiepusha kwa silika na kumwepa. Wakati huo, mwalimu wa darasa alithibitisha kwamba mwalimu msaidizi alikuwa dada mkuu wa Soo-jin. Mara baada ya hayo, mwalimu msaidizi alimwalika mwalimu wa darasa waende kunywa. Baada ya kuchelewa kidogo, alikubali. Wakati huo huo, ingawa Do-yeon alikuwa amesikia kwamba Eunbi atahamia shule, alishindwa kupata ujasiri wa kumwomba abaki. Akiziangalia kwamba Do-yoon hakuwa baridi kama awali, Eunbi alihisi mwanga wa furaha. Kurudi barini, mwalimu wa darasa alijifanya kulewa na kujikiri kwamba alikuwa ameshindwa kumlinda Soo-jin wakati huo. Hii ilimruhusu kugundua kwa urahisi mpango wa mwalimu msaidizi, lakini je, radhi ya kuchelewa ingeweza kufuta hasira ya familia ya marehemu? Asubuhi iliyofuata, Taekwong alitaka kupigia mama yake, ambaye hakuzungumza naye kwa muda mrefu. Akisikiliza sauti yake upande mwingine, hata hivyo, hakuweza kupata ujasiri wa kuzungumza na akakata simu. Akiwa na mizigo ya mawazo yake, Taekwong ndipo alikutana na Soyoung, ambaye alimdhihaki kwa kiburi kuhusu kufukuzwa kwa Eunbi, akifikiri ushindi ulikuwa hakika. Soyoung hakujua kwamba katika shule hii, Taekwong alikuwa kiongozi halisi. Baba yake alikuwa na nafasi ya juu huko. Wakati huo huo, Eunbi alikutana na mwalimu msaidizi ukumbini na wakapata mahali pa kimya kuzungumza. Eunbi alishangaa kujua alikuwa dada ya Soo-jin, ambaye alielezea kwamba hakutaka watu wamsahau dada yake mdogo maskini. Akiurudi nyuma wakati Soo-jin alikuwa bado hai, siku za awali za kukutana kwao zilikuwa za furaha, lakini kwa asili yake ya upole, Soo-jin akawa shabaha ya unyanyasaji wa watoto waovu. Eunbi aliona ikitokea, lakini alibaki baridi kwake. Siku Soo-jin alipomwa mwalimu wa darasa hakumtiliwa maanani pia. Akiachwa bila umakini darasani, Soo-jin hatimaye akaacha kupumua. Kurudi sasa, mwalimu wa darasa naye aliingia na kujua kwamba kifo cha Soo-jin hakikuwa kwa sababu ya mawazo hasi, bali kwa sababu ya meningitis. Lakini kwa sababu hakuna aliyezigundua, alifariki huko darasani. Mwalimu wa darasa naye alihisi hawara mkubwa kwa kilichotokea. Kwa wakati huo huo, makala iliyofunua ujinga na kutowajibika kwa shule, jambo ambalo lilisababisha kifo cha mwanafunzi, iliibuka. Ilianzisha kwa haraka wimbi la hasira mtandaoni, ikiletawezesha shinikizo kubwa kwa utawala wa shule, hasa mkuu wa shule, baba ya Taekwon. Wakati huo huo, mama ya Eunbi, akiwa na wasiwasi kwamba angefikiri zaidi mbele ya mkutano wa nidhamu wa kesho, alikuja kumfariji. Alimahidi Eunbi maisha mapya, mwanzo mpya, ambapo angeweza kuishi kwa uhuru kama Eunbi, si kama Eunbyul tena. Hii ilimjaza Eunbi furaha, kana kwamba amezaliwa upya. Asubuhi iliyofuata, alipanga kukutana na Do-yoon, akitumai angemtendea kama Eunbyul kwa siku moja ya mwisho hii tu. Walitumia siku hiyo wakifurahi pamoja, kisha wakaenda mahali pa Lovelok. Huko, Eunbi alimrudishia Do-yoon medali yake, akimwambia jinsi kuogelea kulivyo muhimu, na kumsihi apone na arudi kilele chake, akihisi amegusa sana mustakabali wake. Alisema kutoweka kwake kungekuwa jambo bora zaidi kwa wote wawili. Wote wawili walibadilishana maagano yao ya mwisho. Hata hivyo, katika basi, Do-yoon alimtumia ujumbe Eunbi, akisema bado hakuhakika atamuita nini, lakini mwishowe, alimwelekeza kwa jina lake halisi, Eunbi. Watu hatimaye wakaanza kumpenda Eunbi kwa kuwa yeye mwenyewe, badala ya kujificha chini ya utambulisho wa Eunbyul. Lakini usiku huo huo, Taekwon, akimwogopa Eunbi atahamia shule na kupoteza nafasi yake ya kujikiri, alikwenda nyumbani kwake kumwambia hisia zake. Haikuwa wazi kama Eunbi angechagua Do-yoon au Taekwon. Siku iliyofuata, mkutano wa nidhamu ulifanyika. Mama ya Eunbi alisimama kwa ujasiri, akitangaza kwamba angehamisha binti yake shule nyingine kwa hiari yake na hata mtaabisha taasisi zaidi. Alipokuwa akifunga kukwenda, msimbo wa mlango wa nyumba ghafla ulifunguliwa na mtu. Akishangaa, aliangalia kuelekea mlango na kumuona Eunbyul akiingia ndani. Eunbyul alipoita mama aligundua mtu aliyekuwa mbele yake alikuwa kweli Eunbyul, ambaye alikuwa akimtamani kila siku. Eunbyul alimwomba radhi mama yake kwa uendelea, na hivi karibuni wote wawili walikumbatiana na kulia pamoja. Bila kutarajia, mandhari hii ilishuhudwa na Eunbi juu. Eunbyul alimjikiri mama yake kwamba msichana wa kwanza aliyemkutana katika makazi ya mayatima alikuwa Eunbi, si yeye. Wakati wa safari ya shule, Eunbyul alikuwa amegundua jinsi dada yake Eunb alivyokuwa akiteswa wakati wote. Akijaa majuto kwa kujua hili kuchelewa, alikuwa amechukua hatua hizo kulipia, hata kama tu kidogo. Siku hiyo, baada ya kutoka bafuni, Eunbyul alikuwa amemwona Eunb na kumfuata kwa siri. Alimwona dada yake akiteswa na kikundi cha wasichana. Akishuhudia mandhari hiyo, Eunbyul alihisi kwamba kila kitu Eunb alichovumilia kilikuwa kosa lake. Hakuthubutu kumkaribia kwa sababu hakuweza kukabiliana na Eunb wakati huo. Badala yake, angeweza tu kumfuata dada yake kwa siri. Hatimaye, Eunbyul alifanikiwa kuokoa Eunb kutoka ukingoni mwa kifo. Kisha aliita siku Soo-jin alipoteswa na wanafunzi. Kama angeingia mapema, Soo-jin asingefariki katika maumivu makali hivi. Aliamini kila kitu Eunbi alichopitia kilikuwa kosa lake. Akiogopa Eunbi angeweza kuwa Soo-jin mwingine. Eunbyul hakuweza kukabiliana na ukweli wakati huo na akachagua kukimbia.
Lakini sasa aliamua kurudi na kukabiliana na kila kitu ili kulinda dada yake mdogo. Kwa kufanya hivyo tu ndivyo angeweza kujiweka huru kutoka kwa hatia iliyokuwa ikimlemea moyo. Baada ya yote, familia ya watu watatu ilikutana kwa mara ya kwanza. Walifurahi kama vile walikuwa wakikaribisha mwaka mpya. Ilikuwa mara ya kwanza Eunbyul na Eunbi wangeweza kuwa karibu kweli hivyo. Wawili waliketi wakitazamana, wakitabasamu bila kukoma, na kulala pamoja kulizidisha uhusiano wao. Hii ikampa Eunbyul motisha zaidi ya kurekebisha makosa yake ya zamani. Siku iliyofuata, Eunbyul alirudi shuleni pamoja na marafiki zake wawili wa karibu. Kwa bahati mbaya, Soyoung alikuwa karibu kumshtaki Eunbi kwa kujifanya kuwa Eunbyul, akitumia maandishi yao sawa kama ushahidi. Lakini Soyoung hakuweza kutarajia kamwe kwamba Eunbyul wa kweli alikuwa amerudi. Eunbyul alitamka kwa ujasiri, kama si Eunbyul, basi ni nani? Macho ya Eunbyul yalifika baridi alipomwongoza Soyoung ukutani, akifunua makosa aliyomtendea dada yake. Alipokuwa karibu kumfundisha Soyoung adabu, Eunbyul alijizuia, akiamua kuwa kumpiga mtu kama yeye kungalichafua mikono yake zaidi. Wakati huo, Taekwang, aliyekuwa amerudi rangi ya nywele nyeusi, akaonekana wakati wa mapumziko. Bado akifikiri kwa ujinga kuwa Eunbyul huyu alikuwa Eunbi, alimtendea vivyo hivyo, lakini akapata pigo la haraka kutoka kwa Eunbyul lililomshtua, akagundua kosa lake. Hakujali kuhusu Eunbyul, na badala yake aliuliza Eunbi alikuwa wapi, kisha akakimbia mara moja kumtafuta. Akilini mwake kulikuwa na Eunbi tu sasa. Hakuweza kuvumilia kumsahau, lakini hakujua kuwa Eunbi alikuwa tayari akirudi kituoni. Alikuwa tayari kuacha nyuma maisha yake ya maumivu na kuanza maisha mapya mazuri. Hata hivyo, kituoni, watoto wadogo walikuwa wakimgojea kurudi kila wakati. Kwa hivyo, Eunbi aliamua kurudi huko kwa muda. Watoto wadogo walipomwona Eunbi amerudi, walishangaa sana, hawakuweza kuamini ni kweli. Haikuwa hadi walipomgusa ndipo walipoamini kwamba huyu alikuwa dada yao wa kweli, Eunbi. Ingawa mama yake hakutaka amwache aende, hatimaye aliheshimu uamuzi wa Eunbi. Alitumai tu siku moja Eunbi angebadili mawazo yake na kurudi. Eunbi alipoaga mama yake na kugeuka kuingia, alimwona Taekwang, aliyekuwa amesima pale bila kutambuliwa kwa muda mrefu. Alianza kumkaripia kwa kwenda bila kusema neno, lakini akapigwa kofi ya fimbo. Watoto wadogo, wakimwona akimnyanyua sauti Eunbi, walimfikiri ni jeuri na wakakimbilia kumlinda dada yao. Kwa mara ya kwanza, Taekwang alionja chakula cha Eunbi na hakuweza kuacha kusifa jinsi kilivyokuwa kitamu. Baada ya kula, wawili wakatoka nje kufurahia upepo. Eunbi alimshukuru kwa kumjali na kumwogopea kila wakati, akikubali kuwa Taekwang alihisi zaidi ya urafiki kwake. Alishukuru jinsi alivyomruhusu awe yeye mwenyewe akiwa pamoja naye. Lakini kuhusu hisia zake, alikiri hakuweza kuzirejesha. Wakati huo huo, Doyun alipokea simu kutoka kwa Eunbyul, aliyemwalika watembee na kufurahia upepo. Walikutana juu ya daraja, na Doyun bado hakutambua mtu aliyekuwa mbele yake alikuwa Eunbyul, si Eunbi. Haikuwa hadi alipoona hakufahamu jinsi alivyoumia bega lake, kwa sababu yake ndipo aliposhuku. Eunbyul alizungumza tu kuhusu matukio ya kabla ya kutoweka kwake, akimwacha Doyun akimtazama kwa msongo wa mawazo. Kisha alikiri alikuwa Eunbyul wa kweli, lakini alionekana hakujali hisia za Doyun wakati huo. Hasira yake ya ghafla ilimchanganya pia. Siku iliyofuata, Eunbyul alizungumza kwa ujasiri na mwalimu mkuu kuhusu hatia iliyokuwa ikimbakiza kuhusu kifo cha Sojin. Alitaka kutoa yote sasa, na hii ilikuwa ombi lake la msamaha kwa Sojin. Wakati huo huo, Soyoung aliyekuwa akisikiliza mazungumzo kati ya Eunbyul na Doyun alijua kuwa Eunbi alikuwa angali hai. Hata akafunua kuwa ajali ya Doyun ilitokea kwa sababu alirudi haraka kumlinda Eunbi, ingawa alijua hakuwa Eunbyul wa kweli. Soyoung alipomuuliza kama alikuwa anapenda Eunbyul au Eunbi, Doyun alikuta hajui la kusema. Soyoung alifikiria angeweza kusababisha utengano, lakini alikosea. Aliyesimama mbele yake alikuwa Eunbyul, msichana mkuu kabisa shuleni. Eunbyul alimkamata Soyoung, aliyekuwa ni mkuu katika shule yake ya zamani na hakuwa wa kunyenyekea kwa urahisi, lakini dhidi ya Eunbyul hakuwa na nafasi. Eunbyul alimwonya Soyoung ajitunze, akisema ingekuwa bora kama asimlazimu akatale. Eunbyul alipokuwa akionyesha utawala wake, Eunbi alikuwa kituoni, akikimbiza Taekwang na watoto wadogo kwa mchezo. Baada ya furaha, Eunbi alimfukuza Taekwang, akimtetea kuwa kama angebaki muda mrefu, angezoea sana mahali hapo. Taekwang alijibu kuwa angesubiri. Hakuwa atazikataa maneno yake ya usiku uliopita. Akakimbia haraka. Baada ya hayo, Eunbi alipokea habari kuwa mama yake alikuwa amemaliza karatasi za kupanga mtoto. Mama yake alimtia moyo asomee kwa bidii ili kufikia ndoto yake ya kuwa mwalimu. Katika jeneza, Eunbi alikutana na mwanafunzi wa zamani. Pale alijua kuwa siku aliyopotea, rafiki huyu alikuwa amepata kibandiko cha jina ambacho Eunbi alikuwa ametupa uwandani. Tangu wakati huo, rafiki alikuwa akimtafuta habari zake kwa bidii. Siku moja, mwili usiojulikana ulipoonekana, rafiki alifikiria ni wa Eunbi na akaweka kibandiko pale. Hata hivyo, Eunbi hakumlaumu rafiki yake. Badala yake alimkumbatia ili kumfariji.
Wakati huo huo, Eunbyul alirudi kwa tabia yake ya ujasiri na kujiamini, akiwafanya marafiki zake wafikiri amerejea kumbukumbu zake. Do-yoon alikubali kupata matibabu kurudi kuwa mpiga mbizi. Kwa furaha ya kocha wake, kocha alimtia moyo apone haraka na arudi mashindano. Akiangalia medali aliyompea Eunbi, Do-yoon hakuweza kutokufikiri naye. Wakati huo huo, Eunbi alikuwa akiangalia medali pia, ile Do-yoon aliyompea, akikumbuka siku za furaha walizozipitisha pamoja. Mmoja wa watoto wadogo kituoni alimuona Eunbi akioneka huzuni na akamtia moyo arudi Nairobi kutafuta furaha yake, akimhakikishia kuwa wangekuwa sawa na angeweza kuwatembelea wakati wowote alipokuwa na muda. Shuleni, baada ya kusikia maneno ya Eunbyul kutoka moyoni, mwalimu mkuu aliamua kwenda kituo cha polisi na kufunua kila kitu alichokuwa akificha kuhusu kifo cha Sojin. Baada ya hayo, alirudi shuleni na kuwasilisha karatasi za kujiuzulu kwa mkuu wa shule, akijisikia aibu kwa kushindwa katika wajibu wake kama mwalimu, jambo lililomuongoza Sojin kifo cha huzuni. Do-yoon alipofahamu kuwa Taekwang alikuwa amelala nyumbani kwa Eunbi, alimtafuta Taekwang kumuuliza kuhusu Eunbi. Aliposikia kuwa Eunbi alikuwa sawa, Do-yoon alihisi faraja, lakini akaificha kwa tabia baridi kabla ya kuondoka. Wakati huo huo, Eunbyul alimkamata Soyoung akiandika ujumbe kwa marafiki zake wa zamani kutoka mji wake ili wamdhulumiwe Eunbi. Eunbyul akaenda kwa hasira, akanyakua simu na kuikanyaga. Alimwanya Soyoung aangalie matendo yake kwa makini au angekabiliana na matokeo makali. Akakanyaga simu iliyovunjika kando na kutoka kwa ujasiri, akimwacha Soyoung akiwa na hasira na kushindwa. Taekwang alipanga kukutana na Eunbyul maktabani kujadili kifo cha Sojin. Alishuku ripoti ya uchunguzi ilikuwa imebadilika kwa uongo, na wawili walikuwa na maswali mengi yasiyotatuliwa kuhusu kesi hiyo. Jioni hiyo, Taekwang alienda baa kumwambia mwalimu mkuu. Pale, mwalimu alifunua kuwa kifo cha Sojin kilihusiana na baba ya Taekwang. Akijisikia kushindwa na kuvunjika moyo, Taekwang alirudi nyumbani na kumsihi baba yake achukue uwajibikaji wa matendo yake. Baada ya ushawishi, baba yake alianza kuona mwanga na kukubali ukweli. Asubuhi iliyofuata, polisi walifika kumuuliza na wakamchukua kituo. Baba na mwana walitazamana kwa macho yaliyojaa majuto, lakini wakati huo, Taekwang alikuwa amemsamehe. Baba yake alikuwa mtu wa kweli, aliyethubutu kukabiliana na matokeo ya vitendo vyake. Wakati huo huo, baada ya siku chache za kutafakari, Eunbi alifika uamuzi. Aliamua kurudi Seoul kumaliza mambo yasiyokamilika. Alipanga kukutana na Do-yoon bustanini kuzungumza. Pale, alimrudishia medali yake ya kumbukumbu ya dhahabu. Do-yoon aliomba msamaha kwa tabia yake ya kitoto, kumwepuka kwa sababu ya hisia zisizoeleweka. Lakini sasa kila kitu kilikuwa wazi, aliuliza kama wangeweza kurudi jinsi ilivyokuwa zamani. Eunbi alikuwa akimgojea hilo na alitabasamu kwa joto. Wakati huo huo, Taekwang, aliyevunjika moyo kwa kamatwa kwa baba yake, aliugua. Kwa bahati nzuri, Eunbi alipiga simu kwa wakati, akaona kuna tatizo, na akamfikisha hospitalini kwa haraka. Akiwa pale, alitumia simu ya Taekwang kimya kimya kupiga mama yake, ambaye kisha alikuja kumtunza. Baada ya hayo, wawili wakakaa kuzungumza. Mama yake alijisikia na hatia kwa kumpuuza mwana wake muda wote huu, na akamshukuru Eunbi kwa kuwa pale kwake. Baada ya kuondoka, Taekwang alianza kuamka. Alimshukuru Eunbi kwa kubaki upande wake wakati wake wa upweke na akachukua nafasi kushika mkono wake kwa muda mfupi. Wakati huo huo, Eunbyul, nyumbani, alisoma ujumbe Sojin aliyekuwa amemwachia kabla ya kufa. Asubuhi iliyofuata, akikusanya ujasiri wake wote, alienda nyumbani kwa Sojin na kwa bahati mbaya akakutana na dada ya Sojin, mwalimu mwanafunzi. Alimwonyesha vitu vya kumbukumbu Sojin alivyokuwa amehifadhi kutoka wakati wao pamoja. Ilionekana kuwa rafiki na Eunbyul ndio kipindi cha furaha zaidi cha maisha ya Sojin, kwani Eunbyul alikuwa rafiki pekee aliyekuwa naye. Baada ya hayo, Eunbyul na mwalimu mwanafunzi walikuwa na mazungumzo ya moyo. Eunbyul aliomba msamaha kwa kutojali kumlinda Sojin, na mwalimu mwanafunzi, badala ya kumlaumu, alimsamehe. Baada ya kutolewa hospitalini, Taekwang alihisi huzuni kuhusu kuwa peke yake katika jumba kubwa, kwa hivyo alimpigia Eunbi kutembea na kujisabulisha. Wakati wa kula, Eunbi alimpa zawadi ambayo mama yake alikuwa amemwomba apeleke hospitalini. Labda ilikuwa njia yake ya kumwambia mwana wake achukue maongozi ya maisha yake mwenyewe. Baada ya kumaliza chakula, Taekwang alimfikisha Eunbi nyumbani. Walipofika nyumbani kwake, alikiri kuwa alimpa amani. Kisha, bila onyo lolote, alikaribia ghafla na kwa haraka akambusu shavuni. Wakati huo, Do-yoon alikuwa amesimama nyuma yao na akaona kila kitu. Alihisi majuto makuu, akijiuliza kwa nini hakuwa yeye mahali pa Taekwang. Moyo wake ulipiga kwa kasi. Alikuwa na wasiwasi sana hata hakuweza kuhama au kusema neno. Taekwang, kwa upande mwingine, alifanya kama hajui lolote. Akifanya kama hakuna kilichotokea, hali kati yao ikawa ya aibu sana, kwa hivyo waliagana haraka. Do-yoon alisimama kimya, akimwangalia Taekwang akiondoka, moyo wake ukiwa na huzuni kuu. Asubuhi iliyofuata, Do-yoon alimuita Taekwang juu ya dari kuzungumza. Alimwambia wazi kuwa alimpenda Eunbi kweli, na hakuwa atakata tamaa kamwe.
Taekwang, hata hivyo, hakuwa na nia ya kunyenyekea pia. Hivyo, vita kwa moyo wa Eunbi vilianza rasmi. Lakini muda mfupi baadaye, Eunbyul akaonekana na akampa Taekwang onyo. Kwa sababu hakumpenda, Eunbyul hakutaka awe na uhusiano wowote na dada yake mdogo pia. Akijisikia kukatishwa tamaa, Taekwang alimuita Eunbi nje bustanini kuzungumza. Kumbukumbu ya busu ya jana usiku ilifanya mambo yawe ya aibu kati yao. Asipoweza kutumia mvutano, Eunbi aligeuka na kuondoka. Hata hivyo, Taekwang alimfuata, akimcheza hadi karibu kulia shuleni. Soyoung alikuwa akizidi kukasirika wakati wanafunzi wenzake waliendelea kumwepuka. Alifikiria kuwa Eunbyul alikuwa na mkono katika kuwageuza wote dhidi yake, na hii ikasababisha ugomvi mkuu kati yao msalani. Hata hivyo, iwe ni vita vya maneno au vya kimwili, Eunbyul alimshinda Soyoung kwa urahisi. Alimfundisha adabu kali, akimwacha Soyoung akiwa na hasira na akavunja vitu msalani. Baada ya shule, Soyoung alipeleka simu yake iliyovunjika dukani na kurekebishwa na kuomba data zake zote zirejeshwe. Alipoipokea simu yake, aliangalia na kugundua kuwa video za kumdhalilisha Eunbi zilikuwa bado zipo. Kwa hilo, alianza kupanga kisasi chake. Hapa, Doyun alimwona mgeni karibu kumshambulia baba yake. Bila kusema neno, akarukia ndani na kupigana na mshambuliaji. Matokeo yake, wote wakaishia kituo cha polisi kutatua mambo. Akiwa njiani kwenda nyumbani, Doyon alikutana bila kutarajia na Taekwang, ambaye alikuwa pale pia. Kutokana na upendo wake wa hadithi za mpelelezi, Doyon alijua kwamba mkurugenzi aliyekamatwa alikuwa baba ya Taekwang. Taekwang alipokuwa anaenda, baba ya Doyon alimshika na kumwalika kula pamoja. Hotelini, Taekwang aliwaona Doyon na baba yake wakishiriki uhusiano wa upendo na kirafiki. Taekwang alimkosa sana baba yake. Labda baba yake alimpenda pia, lakini kwa njia tofauti. Baada ya chakula, Doyon alimhimiza Taekwang abaki imara wakati huu mgumu. Safari yao ya ushindani na urafiki ilikuwa inaanza tu. Kukutana na familia ya Doyon kulimfanya Taekwang amtamani zaidi baba yake. Hivyo asubuhi ya pili alivaa kwa uzito, akavaa tai aliyopewa na mama yake, na akaenda gerezani kumtembelea baba yake. Ziara hiyo ilingusa baba yake sana. Alimsifu mwanawe, akisema amekuwa kweli na kumsifu jinsi Taekwang alivyoonekana mzuri akiwa amevaa tai hiyo. Taekwang alisema anahisi upweke mkuu nyumbani bila baba yake. Alimkosa sana baba yake na hakuwa na chuki yoyote dhidi yake. Baba yake, kwa upande wake, alimwambia mwanawe kwamba alikuwa anafikiri ana vitu vingi vya kulinda, lakini mwishowe aligundua kuna kitu kimoja pekee ambacho kilikuwa muhimu kweli. Mwanawe Taekwang. Akiwa njiani kwenda, Taekwang alilia kama mtoto labda. Baada ya haya yote, uhusiano kati yake na baba yake utarudi kama ulivyokuwa. Asubuhi ya pili, mwalimu mkuu wa darasa alimaliza vifaa vyake na kuaga darasa. Wanafunzi walimwaga kwa masikitiko, wakijawa na huzuni. Baadhi ya watoto walimtumia heri za dhati na kuahidi kukutana tena hivi karibuni, jambo ambalo lilingusa sana mwalimu. Jioni hiyo, Doyun alimwomba Eunbyul amkutane nje. Alimpa medali aliyomwahidi alipokuwa mdogo. Pale, Doyun alionyesha moyo wake. Alimaliza upendo wa upande mmoja aliokuwa amebeba kwa Eunbyul kwa miaka 10. Alijua yote. Eunbyul alikiri kwamba kulikuwa na nyakati alipokuwa anajiuliza kama anampenda, lakini hata yeye hakuwa na jibu la swali hilo. Wote wawili waliamua kuendelea kuwa marafiki wazuri tu. Siku ya pili, Do-hyun alipokuwa anazunguka, alimuona Eunbi akirudi kutoka masomo ya ziada. Kwa kasi, alipanda kuketi kando yake. Do-hyun alimuuliza Eunbi kwa nini hakwenda mazoezi ya asubuhi siku hiyo. Alisema alisinzia. Do-hyun alimwambia alingoja asubuhi nzima, lakini haikuwa muhimu. Aliongeza kwa tabasamu kwamba angeweza kungoja maisha yake yote. Eunbi kwa aibu aliepuka macho yake, lakini Do-hyun alimshangaza. Alimshika mkono kwa nguvu na kumwomba watembee nyumbani pamoja. Eunbi alimtazama Do-hyun. Hakujua la kusema, lakini hivi karibuni wawili walikuwa wakitembea pamoja. Eunbi alisema walikuwa wamepita mahali hapa mara nyingi. Do-hyun alimrekebisha, akisema nyakati hizo zilikuwa na Eunbyul. Hii ilikuwa mara ya kwanza kupanda basi pamoja, mara ya kwanza kusikiliza muziki pamoja. Alipokuwa anamaliza kusema, Do-hyun alimvuta Eunbi mikononi mwake na hakupinga kabisa. Siku ya pili, Eunbi alikuja shuleni kwa kipindi chake cha mwisho kuaga wote. So-young alikuwa amejua kwamba alikuwa Eunbi, si Eunbyul, kwa hivyo alimuita Eunbyul kumtishia. Ikiwa Eunbyul asingeonyesha, So-young angetoa video ya Eunbi akidhulumika ili shule nzima ione. Akisikia hili, Eunbyul aliharakisha kwenda shuleni kuona kilichokuwa kikiendelea shuleni. Baada ya darasa kuisha, Eunbi alikusanya ujasiri kama mtu mzima. Alisimama mbele ya darasa lote, tayari kufunua kila kitu. Lakini wakati huo huo, Eunbyul aliingia kwa kishindo, akiwaacha darasa lote likishtuka. So-young aliona hii kama fursa kamili. Alisimama na kufunua ukweli kwamba msichana aliyemdhulumu nyumbani kwao alikuwa hai bado. Hata hivyo, Eunbyul alienda mbele, akamlinda dada yake na macho ya kuhukumu. Kisha Eunbyul alimburuta So-young nje na kudai ampe video. So-young, akisikia hili, alicheka kwa kiburi, akifikiri anashika nafasi ya juu.
Wakati huo huo, Eunbi alikuwa akiomba msamaha kwa darasa, akikiri kwamba alikuwa akiwadanganya muda wote. Darasa lilishangaa sana, lakini baada ya kusikia maelezo ya kweli ya Eunbi na ombi la msamaha, kila mtu alikubali na kuacha. Wakati huo huo, Eunbyul alimdanganya Soyoung akiri kwamba ndiye aliyerekodi video. Eunbyul alirekodi siri kukiri na kubadilisha mazingira, kumtishia Soyoung kurudi. Wakati huo, Soyoung alihisi kukata tamaa kabisa na kushindwa, na miwani ya kutisha katika macho yake. Eunbyul alimwambia Soyoung ana chaguo mbili, ama aondoke au ajitenga na akae kimya. Kama asingefanya hivyo, Indul alimuonya, asimlaumu kwa kuwa mkali. Baada ya kumaliza hotuba yake, Imbi alitoka nje akaketi peke yake na kutuliza misuli yake. Do-yoon kwa kimya alikuja na kuketi kando yake, akimchezea muziki kumsaidia apone. Taekwon pia alitaka kumfariji Umbi, lakini alikuwa amechelewa. Siku ya pili shuleni, Indul alikutana na marafiki zake wawili wazuri tena, lakini hawakuweza kutambua kama alikuwa Umbi mpole au Umbul wa majivuno. Wakati wa darasa, mwalimu mpya wa darasa alifika. Mara baada ya utambulisho wake, alianza kazi moja kwa moja. Uso wake mkali uliwafanya wanafunzi wasumbukie na kuogopa kidogo. Jioni hiyo, baada ya masomo ya ziada, Taekwon alikuwa akimsubiri atembeze Eunbi nyumbani. Wawili walipofika mlangoni, walikutana na Do-yoon, ambaye alikuwa pale pia akimsubiri Eunbi. Ili asiwaeke katika mazingira magumu, Eunbi alichagua kutembea nyumbani peke yake, akiwaacha wavulana wawili wakitazamana kwa mkazo mkali. Usiku huo, alipofika nyumbani, mama yao alitangaza kwa Eunbi na Eunbyul kwamba alikuwa anauza duka na kuhamia mahali pengine kuishi. Ingewapa wasichana wawili mwanzo mpya, na wote wawili walifurahi na uamuzi wake. Bila kutarajia, Eunbyul alifunua kwamba alitaka kusoma nje ya nchi, jambo ambalo liliwashangaza mama yake na Eunbi. Siku ya pili wakati wa chakula cha mchana, Eunbyul alimwambia marafiki zake kwamba angehamia shule na kwenda nje ya nchi kusoma. Marafiki zake hawakuweza kuamini na walisisitiza kufanya sherehe ya kuaga kwa dada hao wawili. Akisikia hili, Taekwon alimuita Eunbi nje jioni hiyo kuzungumza. Eunbi alimshukuru kwa kumtendea vizuri wakati huu, lakini aliomba msamaha, akisema hawezi kurudisha hisia zake za kweli. Taekwon alisikiliza kwa kimya, kisha akachukua mkoba wake na kuondoka bila kusema neno. Wakati huo huo, Eunbyul na Do-hyun walikuwa wakizungumza kuhusu mipango yake ya kusoma nje ya nchi. Baada ya kila kitu kilichotokea, alitaka kwenda mbali na kujaribu vipya. Mahali Eunbyul hakusahau kumhimiza Do-yoon, akimsihi alenga malengo makubwa zaidi katika maisha yake. Nyumbani kwa Soyoung, baba yake alikuwa akimkaripia kwa vitendo vyake vya upumbavu, ambavyo tayari vilikuwa vimeonekana kwenye makala za habari na kuchochea mazungumzo ya umma. Hili lilikuwa limemgharimu nafasi yake katika uchaguzi. Alimwonya kwa ukali asifanye makosa kama hayo tena, au atamkataa. Siku ya pili, Soyoung aliomba akutane na Eunbi binafsi kuzungumza. Alionyesha majuto makubwa kwa kila kitu alichomfanyia Eunbi. Video ilikuwa imeisha sasa, na Soyoung pia alimshukuru Eunbyul kwa kumfundisha funzo la muhimu la maisha. Upande huu, Taekwon alikuwa akihuzunika baada ya Eunbi kukataa hisia zake. Mwalimu wa zamani wa darasa alipita kumtembelea kwa jicho moja tu. Mwalimu aliweza kumwambia Taekwon alikuwa amevunjika moyo na akaendelea kumpa kozi ya haraka ya mapenzi kwa wanaoanza. Mara baada ya hapo, Taekwon alimsubiri Eunbi baada ya shule na kumwalika azungumze. Pale, alimwambia hatampenda tena na hata alisema angeweza kwenda nyumbani peke yake kwani kituo cha basi kilikuwa mbele yao. Lakini ilivyoonekana hivyo, sekunde 3 baadaye, Taekwon alirudi akimzuia. Alimwaga kila kitu alichokuwa akikificha moyoni mwake, akitumai Eunbi angeweza kuelewa kina cha hisia zake za kweli. Siku ya pili, wakati wa kupanga nyumba, Umbi na Umbyul walikuwa na mazungumzo ya moyo kwa moyo. Umbyul alijua Umbi tayari alikuwa amemwangukia Do-yeon, kwa hivyo alimhimiza dada yake mdogo aseme mawazo yake kabisa kabla hawajahamia. Muda mfupi baadaye, Do-yeon na Umbi walikutana kwenye daraja la kawaida. Umbi alimkiri Do-yeon kwamba alimpenda, lakini sasa alihitaji kuzingatia zaidi yeye na familia yake kuliko mtu aliyemjali. Alimwomba amgoje wakati mwafaka. Do-yoon, akisikia hili, alifurahi sana lakini alijaribu kuonyesha uchoyo. Alimpa kumbuka za chuma kama zawadi ya kuaga kati yao, akisema kwamba kila mara alipotazama, itakuwa kama yupo kando yake. Alimwambia kwamba wakati atakuwa amerabu mawazo yake na uhakika wa hisia zake, anapaswa kumrudishia medali. Yoombi na medali vyote viwili vilikuwa muhimu sana kwake. Katika mazoezi yake ya kwanza ya kuogelea, Do-yoon alichukua uongozi kwa utendaji wa ajabu, lakini katika pinde la pili, jeraha lilianza kwenye mkono wake. Ukumbi wote ulionekana kuwa umeganda. Kila mtu alidhani atajisalimisha. Lakini dhidi ya kila kitu, alimaliza mbio kwa kutumia mkono mmoja tu. Umati ulienda mwitu ukimtazama uthabiti wa ajabu wa Do-yoon. Miezi 6 baadaye, baada ya kupata utulivu wa kihisia, Yoombi aliamua kurudi shule yake ya zamani. Darasa lote lilikaribisha kurudi kwake kwa furaha na msisimko. Taekwon alipopata ujumbe, aliharakisha kumwona, akifurahi zaidi ya maneno kwamba amerudi.
Mwishowe, maisha yao ya kufurahisha ya shule yalichukua kutoka pale yalipoacha. Mwalimu wa zamani wa darasa alikuwa amepata mazingira mapya ya kazi. Do Yeon, baada ya miezi ya mazoezi ya kudumu, mwishowe alishinda ubingwa wa kitaifa. Kila mtu alikuwa akichonga njia yake mwenyewe. Baada ya kutumikia hukumu ngumu, baba ya Taekwong aliachiliwa gerezani. Kwa mara ya kwanza, Taekwong alipata nafasi ya kuketi na kufurahia chakula na baba yake. Eunbyul alichagua njia ya kusoma nje ya nchi na kuahidi kurudi hivi karibuni kuwaona kila mtu. Siku ya pili kwenye basi, Eunbi alimteketeza Do Yeon kwa mcheko kama alivyokuwa akimfanyia. Wote wawili walifurahi sana kuungana tena. Alirudisha medali kwake, akitimiza ahadi yake ya kuanza uhusiano naye. Na kwa hilo, filamu ya leo inakoma. Asanteni nyote kwa kutazama.